mkuu wa wilaya ya Manyoni. Tuko naye hapa, utakuja kusikia sauti yake ili walau atueleze kuelekea Oktoba 29 hali ikoje kuelekea siku hiyo, kwa maana ya watu kutoka nyumbani kwenda kupiga kura pamoja na mambo mengine, hali halisi ya masuala ya kiusalama. Mkuu, karibu sana. Habari ya asubuhi ya leo? Asubuhi ya leo ni njema, nashukuru sana kwa ukaribisho huu. Mimi naitwa Daktari Vincent Mashinji, ni mkuu wa wilaya ya Manyoni. Ukichukua ramani ya Tanzania, Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, Manyoni ni katikati ya Tanzania. Na ile pointi ya katikati mwa Tanzania ni Manyoni, ni moja ya wilaya kubwa sana katika nchi yetu yenye ukubwa zaidi ya kilomita za mraba 28,000 na ni sehemu maarufu sana kwa shughuli za utalii wa uwindaji, tukiwa na game reserves zetu za Rungwa, Muhesi na Kizigo. Lakini Manyoni pia kuna uchimbaji wa madini mdogo mdogo katika maeneo ya London. Ni wilaya maarufu sana kwa kilimo cha mazao ya dengu, mpunga, mahindi, na shughuli kubwa ya wananchi wa Manyoni ni kilimo, na ni wilaya ambayo kwa mlinganyo wa nchi yetu yenye wananchi wa kipato cha kati. Ndio. Sawa. Sasa kubwa ambao najua limekuleta hapa. Tuna kazi kubwa sana tarehe 29 mwezi huu wa siku sita tu kutoka leo tunavyozungumza. Pengine kuelekea katika uchaguzi huu, wewe kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika wilaya ya Manyoni, umejiandaa vipi kuhakikisha kwamba wananchi wako siku hiyo wanakuwa salama katika zoezi zima la kwenda kupiga kura pamoja na kurejea nyumbani wakiwa salama? Kwanza ni furahi sana kwa kupokea hili swali, na ni kuhakikishia kwamba Manyoni ni salama, ni sehemu salama zaidi, na nadhani itakuwa kwa hali tu ya usalama na imani itakuwa namba 1 Tanzania katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tumejipanga vizuri. Kwanza tumeanza kabisa, tumetengeneza hali yetu ya usalama katika taswira 3. Ya kwanza ni kuwafikia wananchi wenyewe na kuwaelimisha umuhimu wa kuwa na usalama, amani, utulivu, na wapate uelewa kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Lakini pili, tumetengeneza mfumo ambao utatusaidia kwa wenzetu wa Uingereza wanasema reinforce, kusimamia, kuhakikisha kwamba pale kutakapokuwa na dharura basi tuweze kuitika kwa haraka, kuitika ndani ya muda mahususi. Na la tatu ni kuhakikisha kwamba tumetengeneza ile miundombinu logistics za kutoa huduma ambayo itakuwepo, huduma za usalama, huduma za dharura kama kutakuwa. Kwa hiyo vile vyombo vyetu vyote vinavyohusika na udharura, anzia hospitali, watu wa zimamoto, majeshi yetu, polisi, na wananchi wenyewe kwa ujumla katika makundi. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo ambao ni shirikishi, wananchi wenyewe wanaangalia usalama wao wenyewe, mfumo wa kupashana habari, taarifa, na kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Kwa wilaya ya Manyoni tumesikia of course kitaifa kuna mazungumzo yanaendelea ambayo nadhani sio rasmi sana, lakini kwa wilaya ya Manyoni tumefikia makundi yote. Tumeshakaa na makundi, viongozi wa dini, machifu wetu, viongozi wa kimila, vijana wetu mbalimbali wa shughuli mbalimbali kama bodaboda, mpaka na wale tunaoita masera. Tumeshakaa nao wote kwa pamoja, wameonyesha kabisa kwamba kuna umuhimu wa kulinda amani na taifa letu ni endelevu. Msingi wetu mkubwa ambao umetupa nguvu ya kuhakikisha kwamba tuna amani, kwa sababu cha kwanza tumewaelimisha wananchi na wameelewa kwamba tendo tunaenda kulifanya sio tendo la kwamba kuna mtu amekaa kabuni akajitungia nyumbani kwake. Swala linalofanyika tarehe 29 ni la kikatiba. Ukiangalia kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza kila baada ya miaka 5 tutakuwa na uchaguzi mkuu ambapo tutamchagua rais, wabunge na madiwani. Lakini imeenda mbali zaidi ikasema itakuwa ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, ila kutakuwa na mabadiliko kulingana na uhitaji yatakayokuwa yameridhiwa na vyombo vyetu vya kisera na vya kisheria.
Kwa hiyo kwa mwaka huu tutakuwa piga kura zetu tarehe 29 siku ya Jumatano. Na tutakuwa na siku nzima ya kufanya shughuli ya uchaguzi. Kwa hiyo hili ni takwa la kikatiba, ni takwa la kisheria. Sio takwa la hisia za mtu wala jambo la mtu binafsi. Kwa watu wameelewa. Lakini pia tumeeleweshana kwamba unapokuwa unashughulikia swala la msingi, sio busara kutoka katika njia ya msingi na kuhangaika na michakato ya kuelekea. Inawezekana michakato isikufurahisha sana, lakini haikufanyi ukatoka kwenye msingi wa jambo. Msingi wa jambo ni kwamba miaka 5 imeisha, lazima tuende tukapige kura kuchagua hao viongozi niliowataja, rais, wabunge, na madiwani. Sasa mchakato yawezekana wewe usikufurahisha. Kwa kuna watu wanaoshughulika na michakato na kuna utaratibu wa kisheria umewekwa ambao utazingatiwa katika kuhakikisha michakato inakwenda sawa. Kwa hiyo ukiangalia majukumu, moja ya jukumu langu ni kuhakikisha kwamba ndani ya wilaya ambayo naiongoza, ambayo ni kubwa, nadhani kati ya wilaya kubwa Tanzania, ukiacha wilaya Sikonge na Simanjiro, na imani ninayefuata kwa ukubwa ni mimi, Manyoni. Kwa sababu nilikuwa naangalia tu hata saizi ya maeneo yalivyo makubwa. Unaona, kwa mfano nchi kama Gambia inaingia mara 2.5. Gambia kwa Manyoni, ndio. Kwa wilaya Manyoni. Nchi kama ya Rwanda bado haijaifikia wilaya ya Manyoni kwa ukubwa. Nchi kama ya Burundi ndo tunalingana nayo kwa ukubwa. Kwa hiyo ukiangalia hii ni wilaya kubwa sana ambayo inahitaji logistic nyingi za kuhakikisha kwamba ni salama. Lakini pia ni wilaya ambayo ina akiba ya asset, mali za serikali nyingi sana kwa wilaya ya Manyoni, kwa sababu ukiangalia kilomita 17,000 za mraba plus ni mapori ya hifadhi ya serikali. Kwa hiyo pale tunahakikisha sasa unapokuwa na mapori makubwa kama hiyo, ni rahisi hata watu kuja kujificha ndani ya mapori, kujiandaa na shughuli zao. Kwa mle ndani tumeweka utaratibu, vijana wetu wanafanya kazi vizuri, TAWA pamoja na TFS wako mguu sawa. Kwa yale mapori sasa hivi yako clean, kwa hiyo wananchi wasiwe na hofu yoyote. Tumeongeza uwezo wa kuhakikisha kwamba kuna usalama. Kwa hiyo wilaya ya Manyoni ni salama kabisa, na anayependa aje tu Manyoni. Atakaye na aje Manyoni. Karibu sana.